Naam, hujambo na karibu tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali ambazo zinazoendelea kutrend katika mitandao ya kijamii, lakini alkadhalika na zile taarifa moto ambazo zinazoendelea katika nchi ya Tanzania, lakini pia vile mipaka ya nje ya nchi ya Tanzania. Leo asubuhi na mapema tulimuona bidada Niffer akiwa mahakamani Kisutu. Amekwenda mahakamani kwa ajili ya kusikiliza kesi yake ambayo inamkabili, kwani toka alivyokamatwa mpaka hivi sasa hakuwahi kufikishwa mahakamani, lakini siku ya leo ndipo ameenda kufikishwa mahakamani ili aende kujua kipi au nini ambacho anachoshtakiwa nacho. Lakini kabla tujaenda kuangazia kile ambacho kesi inayomkabili bidada Niffer, moja kwa moja asubuhi na mapema ya leo, mama yake na Niffer aliposti video huku akitokwa na machozi akiomba huruma ya mama, yani akiomba huruma ya Rais Samia Suluhu Hassan haweze akamwacha binti yake Niffer, kwani anamuombea msamaha, kwani Niffer kwa makosa ambayo ameyafanya basi serikali iweze kumuonea huruma. Lakini kesi leo hii imeshafahamika kuwa Niffer anakabiliwa na kesi ya aina gani kutoka mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam leo Ijumaa Novemba 7, 2025. Mfanyabiashara Jennifer Jovin almaarufu kama Niffer na wenzake 21 wamesomewa mashtaka matatu ya uhaini. Kosa la kwanza linalo wahusu washtakiwa wote 22, ambapo ni kwamba kwa pamoja wamekula njama ya kutenda kosa panga uhalifu ambao ni uhaini. Kosa la pili ambalo ni kosa la uhaini linawahusu washtakiwa 21 isipokuwa mshtakiwa mmoja pekee ambaye ni Niffer, ambapo washtakiwa walianzisha nia ya kuzuia uchaguzi mkuu na kutishia mamlaka, wakitekeleza nia hiyo kwa kufanya vurugu zilizosababisha uharibifu wa mali za umma. Na kosa la tatu ni kosa la uhaini, pia linamhusu mshtakiwa namba 1 pekee ambaye ni Niffer, ambapo alihamasisha watu kuvuruga uchaguzi mkuu 2025 na kuhamasisha umma kununua barakoa za kuzuia mabomu ya machozi kutoka dukani kwake. Hiyo ndiyo taarifa ambayo tulioipata mpaka hivi sasa. Kwa hiyo bidada Niffer anahukumiwa kwa kosa la uhaini, kwani ni kosa ambalo mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu na yeye bado anaendelea na kosa la namna hiyo, kwani mpaka hivi sasa bado anaendelea kusota mahakamani kila siku kwa kosa la uhaini. Na kama tunavyojua kosa la uhaini huwa halina dhamana, bali adhabu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Wadau mbalimbali wametoa maoni yao kufuatia hiki ambacho kilichojiri mahakama ya mkazi Kisutu baada ya bidada Niffer kwenda kusomewa mashtaka yake. Huyu wa kwanza amesema kuwa hii kesi ni nzito wakuu na kama ngamia kapenya kwenye tundu la sindano. Kuna huyu wa pili akasema hapa sasa naona tutoe part 2, hamna namna, tutavurugwa sana tusipokuwa makini. Huyu mwingine akasema uhaini why because. Lakini huyu mwingine akasema Tanzania nchi yangu, huku tunaenda wapi? Lakini huyu mwingine akasema kama Lissu na sheria yake yote anavyoijua mpaka leo hajatoka kwa kesi hiyo, dada wa watu itakuwaje? Mungu amsimamia. Lakini huyu mwingine akasema uhaini, lakini wengi wameona kuwa kama vile ni kosa kubwa ambalo amepewa bidada Niffer na yeye peke yake hatoweza kuliweza, bali inahitaji huruma ya Mungu peke yake. Huyu mwingine akasema uhaini hivi si kesi ndogo ya Tundu Lissu. Lakini kuna huyu mwingine akasema kuna comment ya mtu niliiona sehemu kasema kesi ya Niffer ni ngumu kuliko wengine tunavyofikiri. Nilipuuza ile comment ila sasa naanza kuielewa. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo bidada Niffer mashtaka yake siku ya leo yalivyokuwa. Kwa bidada Niffer anashtakiwa kwa kesi ya uhaini. Nini maoni yako, ni mtazamo wako? Unaweza kutuandikia kupitia comment section. Naam, kwa taarifa mbalimbali endelea kuwa karibu nasi ili wa kwanza kupata taarifa mbalimbali. Usisahau kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa mbalimbali.